Zikiwa zimebaki takriban siku 4 kabla kushuhudia dabi ya Kariakoo kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi kuna mambo ya kiuongozi yamefanywa kimkakati na benchi la ufundi la timu hiyo. Mabadiliko hayo kwa kiasi fulani yamechangia kuifanya Simba kimya kimya inarejea kwenye ubora wake, ikichangiwa pia na kubadili mambo kadhaa kwenye kikosi hicho, ikiwemo wachezaji wapya walioingia dirisha dogo la usajili lililofungwa Januari 30 mwaka huu. Wakati mabadiliko hayo yakianza kuonesha kuzaa matunda na kurejesha makali ya timu hiyo, beki wa kati Msauzi Rushaine Deriek amepewa majukumu maalum ili kuhakikisha wakali hao wa Msimbazi wanaendelea kuimarika. Kama umekuwa ukifuatilia Simba hivi karibuni, utagundua Rushaine amekuwa akiambatana na Shomari Kapombe kwenye majukumu ya unahodha na alivaa usinga pale Kapombe alipokuwa nje katika mchezo husika. Huenda ulishangaa kuona Rushaine amevaa usinga juzi kwenye mechi dhidi ya Tanzania Prisons pale Dodoma, ili hali Kapombe yupo ndani. Ipo hivi, Kapombe ndiye nahodha mkuu baada ya Mohamed Hussein Shabalala kuondoka chamani hapo, lakini bado Rushaine anavaa kitambaa. Tangu kuondoka kwa Shabalala, Simba haikuchagua jopo la manahodha wa kikosi hicho moja kwa moja, na kilichotokea wasaidizi wa Shabalala ndio walivaa viatu vyake. Kapombe na Kibu ndio walikuwa akivaa kitambaa hicho, lakini uzoefu wa Kapombe ukamfanya kukaimu nafasi ya nahodha mkuu, huku Kibu aliyetimkia Libya akiwa msaidizi. Ujio wa kocha Steve Barker kikosini hapo ndio umebadili kila kitu na kumfanya Rushaine kupewa majukumu mazito ambayo pia yapo kwa Kapombe. Barker aliuambia uongozi wa Simba anataka nahodha ambayo atazungumza lugha moja na kuelewana moja kwa moja, ambaye pia anaweza kuwaeleza wachezaji vyema kile alichoelekezwa na kocha. Bila kupepesa macho, kocha huyo akamchagua Rushaine kutokana na uelewa wake wa lugha ya Kiingereza vyema na pia ni Msauzi mwenzake. Inaelezwa baadhi ya viongozi wa Simba walihoji kuhusu jambo hilo, huku akitaka nahodha mkuu aendelee kuwa Kapombe kutokana na uzoefu wake katika timu na soka kwa ujumla, lakini kocha akashikilia msimamo wake. Mvutano huo ulikuwa mkubwa na wa muda mrefu, lakini mwishowe kocha akawa ameshikilia shilingi na viongozi kumwachia afanye uamuzi. Hivyo basi, kwa sasa Simba ina manahodha wawili, Rushaine na Kapombe, ambapo kila mmoja atakuwa anavaa kitambaa hicho kutokana na sababu mbili za msingi zilizoelezwa, ukiachana na zile za kawaida. Kiongozi mmoja wa Simba ambaye hakutaka jina lake litajwe alikiambia moja ya chombo cha habari kwamba licha ya Rushaine na Kapombe kufanya kazi kwa ushirikiano, lakini watakuwa wanabadilishwa majukumu na mwalimu kadri atakavyowiwa. Nikimnukuu, amesema kuna muda Rushaine atavaa kitambaa wakati Kapombe akiwa ndani, na wakati mwingine Kapombe atavaa usinga na Rushaine akiwa ndani. Lengo kuu ni kuleta maelewano baina ya wachezaji na benchi la ufundi. Hapo mwalimu ndiye atakuwa anaamua, kwani kuna muda wazawa wanakuwa wengi uwanjani kuliko wageni, na wakati mwingine wageni wanakuwa wengi kuliko wazawa. Hivyo hizo ni baadhi ya sababu. Mwisho kunukuu. Katika mechi ya juzi dhidi ya Tanzania Prisons, kikosi cha Simba kilichoanza kilikuwa na wageni 7 ambao ni Jibril Kasal, Libase Gweye, Ino Luemba, Klatus Chama, Aniseti Aura, Ismail Ture na Rushaine, huku wazawa wakiwa ni Yusufu Kagoma, Nixon Kibabage na Kapombe. Mechi nyingine ambayo Rushaine alikuwa nahodha wakati Kapombe ameanza kikosini ni ile ya Februari 11, 2026 dhidi ya KMC ambapo Simba alishinda mabao 2-0.